faith. Kuna wakati mwingi ambao tunajiuliza na tunasema ya kwamba nimeomba Mwenyezi Mungu, nimefunga, nimeconfess God's word, lakini hakuna kitu ambacho kimenitendekea. Unakuta ya kwamba ninasema ya kwamba I've fasted, I've prayed, I've done everything, lakini hakuna jambo ambalo linaonyeshana kama Mungu anakutendea. Bwana asifiwe. Kuna wakati mwingi katika maisha huwa tunafikiria na vyenye nimejitolea, na vyenye huwa ninatoa tithe, na vyenye huwa ninaomba, na vyenye huwa ninafunga, na hakika mambo yanabakia tu pale. Kwa sababu gani? Mara nyingi Wakristo huwa tunajiuliza hivyo. Hata kufunga, wakati mwingine unakuta mtu amefunga lakini hakuna chochote ambacho kinabadilika. Ni kwa sababu gani mambo kama hayo yanatendeka? Hallelujah. Unakuta tunajiuliza, why hasn't my situation changed? Kwa nini mambo ya familia haibadiliki? Kwa sababu gani? Kwa sababu imani ama faith ndio inafanya neno la Mwenyezi Mungu lililoandikwa katika Biblia lifanye kazi. Tumesomewa vizuri hapa katika kitabu cha Ephesians ya kwamba tuliokolewa kupitia imani. Ndipo Biblia imetuambia. Haleluya. Tunakumbuka ya kwamba Yesu Kristo yeye mwenyewe ndiye alisema ya kwamba na mkikuwa na imani kama kale kabegu kaharadali mustard seed, mtaambia milima itoke na iende. Na wewe ukijipima uko na imani kubwa kuliko hiyo, na mambo yanabakia tu pale. Ni kwa sababu gani? Bwana asifiwe. Why do many of God's people pray, fast, cry, sow seed, confess scriptures, and still experience frustrations katika mambo yote? Ni kwa sababu gani? Watu wa Mungu, watoto wa Mungu wana fast, wanalia. Unakuta mtu analia usiku mzima. Unakuta mtu ana fast. Unakuta mtu anatoa vitu zake, anasema amepanda mbegu, ametoa tithe, ametoa sadaka, amefanya nini, na bado watu wa Mungu wanaendelea kulia. Ni kwa sababu gani? Katika kitabu cha Matthew chapter 17 verse 20, nikataka tuanzie hapo. Matthew chapter 17 verse 20. Matthew chapter 17 verses 20. Biblia inasema ya kwamba, and Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Wala halitakuwa neno lisilowezekana kwenu. Ni kwa sababu gani mambo mengi hayawezekani kwa Kristo? Bwana asifiwe. Many who find themselves asking this kind of questions, or who find themselves in such situations, have one major problem. Wale watu ambao wanajikuta wakiuliza maswali kama haya ya kwamba, Mwenyezi Mungu, nimekuomba kwa miaka 5, nimekuomba kwa miezi 2, hata kufunga nimefunga, tithe sijawahi chelewa kutoa, na katika ndoa nimefilisika, katika kibiashara nimefilisika, katika kiafya nimefilisika.
Unakuta umefilisika katika area zote, karibu usaidiwe na watu ambao hawamjui Mungu. Wale watu ambao wanajikuta wakiuliza maswali kama haya wanakuwa na shida moja. They haven't learned how to make their faith work. Wanakuwa tu na shida moja. Unaomba mpaka unaona kama hakuna Mungu. Unaruka mwaka unakuta shida bado ziko. Magonjwa bado yako. Familia bado inaharibika. Hata tukikuombea hapa, ile situation ambayo uko ndani yake haiwezi toka ndani yake. Hao watu wanakuwa na shida moja peke yake. Hawajawahi soma, hawajawahi elewa vile imani inafanya kazi. Hawajawahi fanyisha imani yao kazi. They haven't learned how to make their faith work. Kwa sababu imani ni lazima ifanye kazi. Imani ambayo haifanyi kazi, Biblia inasema ya kwamba imekufa. Imani ambayo haina vitendo. Apart from their ignorance of how to put their faith to work, kando na kutojua, kwa sababu kuna watu ambao hawajui kufanyisha imani yao kazi, hata kama waliokoka miaka 50 iliyoisha. Kuna watu ambao hawajui imani ni nini, hawajui kuifanyisha kazi. Na kwa sababu hiyo Mwenyezi Mungu amekuleta siku ya leo ili uweze kupokea somo la imani, ili uweze kujengwa ndani yako na kile ambacho unategemea kwa Mwenyezi Mungu ili kiweze kufikia. Kando na kutojua kufanyisha imani yao kazi, some Christians find their faith coming under attack and weakened by adverse circumstances. Yaani watu wengine kando na kutojua kufanyisha imani kazi, Wakristo wengi wanakuta imani yao imekuwa attacked. Imani yao imevamiwa. Wengi wanakuta imani yao imekuwa weakened. Yaani imefanywa kuwa hafifu. Yaani sio imani kamili. Unajua kitu weak, ukikaa siku 3 kabla hujakula chakula, hata kama uko na nguvu namna gani, mwili unakuwa weak. Hata kushika microphone kama hii unakuta hauna nguvu, hata ukikana unasikia kama mzigo. Wakristo wengi kuna mambo mawili yanawatendekea. Kuna Wakristo ambao kando na kutojua kufanyisha imani yao kazi, kuna Wakristo wengi ambao imani yao imevamiwa. Wakristo wengi imani yao inakuwa imedhoofishwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukikumbuka mtu kama Petro, alipomuona Yesu Kristo akitembea juu ya maji, akastuka akauliza, kama wewe ndiwe Yesu niambie nikuje. Alikuwa ametazama Yesu Kristo, na Yesu Kristo ndiye neno. Biblia inasema ya kwamba dunia iliumbwa kupitia neno. Mwanzo kulikuwa neno, na neno alikuwa ndani ya Mungu, na neno lilikuwa Mungu. Kwa hivyo Yesu Kristo ndiye aliweza kuumba kila kitu, na ndio anaitwa neno ama neno la Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo imani ni kulijua neno la Mwenyezi Mungu, ni kumjua Yesu Kristo kwa sababu ndiye neno. He is the word. Petro alikuwa ameangalia neno likitembea juu ya maji,
lenye limeumba vitu vyote. Lakini wakati aliondoa macho na fikira zote kwa neno, akaangalia mawimbi, his faith, imani yake ikakuwa attacked. Haleluya. Wakati Peter hebu tuende katika kitabu cha 1 Peter. Ama tufungue Matthew 14 verse 30. Tuangalie imani, faith. Kwa sababu tusipokuwa na imani, yale mambo ambayo huwa tunatarajia, imani ndicho kitu, ndicho title deed cha kuonyesha kwamba kile ambacho unatarajia already umekipata. Matthew chapter 14 verse 10 inasema namna gani? Verse 30, sorry. Tusomewe. Biblia inasema lakini alipouona upepo akaogopa. Akaanza kuzama akipiga yowe akisema Bwana niokoe. Huyu ni nani? Ni Peter. Watu ambao tunakaa kama Peter, they take their eyes off to the word and gaze in fear at yale mawimbi ambayo yanakuja. Nataka tutazame haya mambo. Petro alikuwa ametazama neno ambalo linaupa vitu vyote. Lakini wakati alitoka na akaanza kukanyaga maji, bado alikuwa ameconnect bado na neno. Lakini wakati aliondoa macho kwa neno ambalo liliumba vitu vyote, Biblia inasema ya kwamba akaanza kuzama. Faith ikakuwa attacked kwa sababu ya kile kitu ambacho aliona. Wakati Petro aliondoa macho yake kwa Kristo, ni nini ambacho kilifanyika? Wetekio ukiatakwa ni fear. Watu wengi kile ambacho kinafanya waombe Mwenyezi Mungu, wafunge, watoe, wapale zile zinaitwa mbegu, na bado wanalia, ni kwa sababu hii moja. Imani yao inaweza kuwa imekuwa attacked na nini? Na fear. They take their eyes off. Wanaondoa macho yao kwa neno. Wanaangalisha macho yao kwa yale mambo yanateteka. Kwa mfano, neno la Mwenyezi Mungu linasema ya kwamba na nitawaondolea magonjwa ya watu wa Misri. Nitawaponya, nitawaondolea magonjwa ya wa Misri. Kwa hivyo ni nani anaondoa magonjwa? Ni Mungu. Na Mungu ndiye ameupa kila kitu ambacho kiko na uhai na ambacho hakina uhai. Kwa hivyo unapolitazama hilo neno kupitia your spirit, sikizeni wapendwa, ni vipi ambavyo tunaweza kulishika neno la Mwenyezi Mungu ili lianze kufanya kazi ndani yetu. Hatulishiki kupitia fikira zetu. Your human spirit, our inner man of the heart, asipojua kulishika neno la Mwenyezi Mungu, mwili na fikira haziwezi kulitafsiri ama kulielewa neno la kiroho. Kwa hivyo Petro imani yenye alikuwa anamjua Kristo ndio ilimtoa akaanza kukanyaga maji.
Lakini alipotumia macho na fikra na reasoning ya mtu kuangalia mawimbi vyenye yanakuja, imani yenye ilikuwa imemfanya afloat juu ya maji ikakuwa wetekio kiatako. Kwa watu wengi wako hivyo. Mtu anasikia habari ama ripoti ya daktari ama anasikiza uchungu wa huo ugonjwa wenye ako naye, anaanza kulinganisha. Watu wakipona wakipata ugonjwa wa kansa hawaponi, watu wakipata ugonjwa huu hawaponi. Anaanza kuangalia na kutafakari yale mambo yanastahili kuwa yanaangaliwa na macho na kutafsiriwa na akili na fikra za mwanadamu. Anakosa imani yake ambayo kuwa inashika mambo ya kiroho, inakuwa attacked, anakuwa na uoga. Ndio anaomba, anafunga, lakini akienda akae pahali anaanza kufikiria na huu ugonjwa, kwa sababu bado ninahisi uchungu, ninaona ni lazima niende hospitali kesho. Hata kama nimeomba, ni lazima nione daktari. Ni vizuri kuwa na daktari. Lakini imani, faith ni jambo la kiroho. Imani ndio hudhihirisha yale mambo ambayo unatumainia yako. Haleluya. Kitaka niwaambie hivi wapendwa. Kama uko na hope, kama kuna hope na faith. Kama uko na tumaini ya kitu, imani ndio inafanya hicho kitu ambacho uko na tumaini yake ifike. If you have faith, if you have hope for anything, faith is what gives it substance. If you have hope for something, if you have hope for anything, faith is what gives it substance. Yani, imani ndio inafanya hicho kitu kiwe uhai. Kama uko na hope ya kwamba Mwenyezi Mungu huponya, faith is what gives kile ambacho unataka substance. Yani hizo viungo vianze kurudi venye zinastahili. So faith gives you every reason to affirm something is yours before you see it with your physical eyes. Faith. Faith gives you all the reason to affirm that something is yours. Yani hata ile doubt. Yes, ndio uko na hope na Ngai no ahonie. Okay, na kio kĩngĩ nĩ kiugĩte nĩ ahonanagia nĩ eheragia mĩrimũ. Faith nĩ ĩtũmaga rĩrĩ ũgĩe na reason yothe ya gwĩka ya gũkonfirmĩrwo ũhonio wĩna guo wakĩkario. Yani faith, imani ni title deed. Mtu akienda pale anunue shamba pale Karangi ama pale ile, akikuja hapa akitaka kutuambia alinunua shamba, kile kitu ataproduce atuonyeshe sio shamba, ni title deed. Akitoa tu title deed tusome tutoje, ako na shamba. Already ametukonfirmia kwamba ako na, hata kama hatuoni. Faith ni title deed ya kwamba hata kama niko na ugonjwa na ninasikia niko na uchungu, nimepokea uponyaji. Already niko na uponyaji. Hiyo ndio faith. Kwa hivyo na hiyo faith
inaweza kuvamiwa. Kuna kitu shetani anaweza rusha mshale. Unasikia uchungu wenye unaweza omba Mwenyezi Mungu kwa sababu labda unataka uponyaji, lakini siku hiyo uhisi uchungu wenye hujawahi sikia. Unalala na uchungu mkali mpaka unaanza kujiuliza, na ni mimi nimeomba hivyo kweli mpaka nikalia? Kwa sababu uchungu sio dhihirisho ya kwamba ati imani haifanyi kazi. Imani ni kitu ambacho ni cha kiroho ambacho kinafanya mambo yawe yakuwe. Kwa hivyo uchungu unaweza kuwa pale ili uattack your faith, ili uweze kuvamia imani. Unaweza kuwa unaomba ili familia yako ikuwe sawa, lakini unapofika nyumbani unakuta siku hiyo Bwana amekuja akiwa anakunywa pombe peke yake. Siku hiyo anakunywa mpaka bangi, dawa za kulevya. Unamuokota huko, unaanza kufikiria na hili neno la Mwenyezi Mungu lenye tuliyopewa na pastor litafanya kazi. Yaani your faith inakuwa attack. Kwa hivyo watu wengi wanaishi kulia, na hii familia itabarikiwa kweli na pastor anatuombea kila siku. Unajua ni kwa nini haitabarikiwa? Kwa sababu imani yako yenye inastahili ufukuke your spiritual ears, ili uweze kuona familia yako uione na macho ya kiroho, ukose kuiona na macho ya mwili, kwa sababu macho ya mwili yataona mawimbi, na mawimbi yataleta uoga, na uoga utavamia imani yako, utaanza kusinki. Bwana asifiwe. Tazameni hawa wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya Misri, kitu cha kwanza ambacho walikumbana nacho ni nini? Ni ziwa mbele yao, ziwa kubwa. Na tunaposema ziwa, Red Sea, mjue sio mto, hapana. Biblia inasema ya kwamba walianza kuambia Moses, kwa nini umetuleta hapa kutumalizia hapa? Si ungefanya tukufie huko. Ni makaburi ya kuku tafadhali, kwa sababu sasa ona adui wako hapa. Biblia inasema ya kwamba hawa wana wa Israeli, wakati adui zao walikuja wakakaribia, wao walikuwa wanaona kuisha. Lakini Biblia inasema namna gani? Wingu la Mwenyezi Mungu lilitoka mbele ya wana wa Israeli likarudi nyuma, likakuja hapa nyuma, na adui wako pale. Farao alipowakaribia na jeshi lake lote, hakuna mtu alikuwa ameachwa Misri, majeshi wote walikuwa hapo. Wakaketi kwanza waongee vile watashika hawa watu wawarudishe, na si watu wawili, ni zaidi ya 2,000,000. Wajue venye watawashika wawarudishe. Na wakati huo sio kukaa wamekaa, ni wingu lilikuwa limekuja hapa katikati na halionekani. Wakafikiria wacheni tukae hapa kwanza tufikirie juu hawa watu. Biblia inasema ya kwamba walikaa hapo mpaka jioni. Sikizeni wapendwa, ili muone hili jambo la imani venye linakuwa. Wakati Moses alimulilia Mwenyezi Mungu kwa sababu ya wana wa Israeli kumulilia, akawaambia simameni mtaona vile Mwenyezi Mungu atawaokoa. Lakini Mwenyezi Mungu aliambia Moses kabla kutengenezwe njia, aliambia wana Israeli waambie waende. Kwa hivyo Mkristo wakati wowote ambapo kunatokea vita, sio wakati wa kusimama. Mkristo dakika zote ni mtu wa kuendelea mbele. In the name of Jesus. Erado ya madhie kone hii yale hapo gwepele. Halafu akaambia Moses, inua mti wako ugawanye ziwa. Tika yagayanie ni Musa alike kiama. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba walitembea usiku mzima, kutembea usiku mzima. Mathayo kabla hawajatokea ng'ambo. Hebu tuambiane kutokea hapa. Tutoke hapa tuanze kusafiri kwa miguu kuanzia saa 1 za usiku mpaka kukuche, tunaweza kuwa tumeenda mpaka wapi? Mpaka ile ni karibu. Donyo ya shaka ni karibu.
Hebu tembea kwa miguu kwa fikira zako, kwa miguu mpaka usiku mzima. Unaweza enda mpaka wapi? Simtembea haraka, mniambie ni kama wapi? Pastilika. Tuseme karibu sana ni Thika. Kwa hivyo hebu angalia hiyo ziwa venye ilikuwa. Kwa hivyo wakati tunanena kuhusu faith, hiyo nguvu yenye ilitengeneza hivyo ndio inaweza shindwa kumaliza kumerot hiyo kansa, kwa sababu ya kutojua Mwenyezi Mungu. Ile fia ambayo ilikuwa na wana wa Israeli, walikuwa wanaangalia ziwa, umekuja kutumalizia hapa. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba niliwavukisha hivyo ili waweze kunijua kama Mungu. Mungu, sikizeni wapendwa, wakati walianza kutembea hivi, walitembea usiku mzima. Walipoendelea, adui zao akina Firauni nao wakaingia katika hiyo njia tu, wakaanza kutembea. Biblia inasema kwamba usijali wakati watu wa dunia wanapobarikiwa. Ndokaragereria atu aganu mararathimwo, ndorona atu aganu makigerera njĩra ya andũ a Ngai. Njia imetengenezwa ya watu wa Mungu, mpaka wauaji wanaitumia. Unakuta watu wamebarikiwa wa dunia na mali nyingi ya dunia mpaka kuliko wewe. Lakini Biblia inasema hivi, vyenye walikuwa wanaendelea kuingia katika maji, kwa sababu hiyo safari mnaona ni mrefu. Wana wa Israeli walitokea kwanza, halafu jeshi la Firauni likaingia katika hiyo njia bado. Na ni njia pana, hakakuwa kajia kama kutoka hapa mpaka pale. Tuseme njia ilikaushwa kutoka hapa mpaka huko Karagi, ikakuwa yote ni kijia. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba magari ya Farao yakaanza kushika miguu. Farasi inafuruta gari, na gari ni kama sasa haina miguu. Wote Waisraeli wakatokea. Walipotokea, Moses akaambiwa, Moses, hebu inua mtu wako juu, nijionyeshe, nijidhihirisha kwamba mimi ni Mungu. Rakabaya. Jeshi lote la Farao, wote wakiwa huko ndani, maji yakaamrishwa yawazike. Gai. Kwa sababu ya kutokuwa na imani, ya kutomjua Mungu. Tunakuwa na ignorance, hatumjui Mungu. Shida zako unaona zikikuwa kubwa. Ruo rwako unaona runene. Weaknesses. Hebu tazama vile Farao, ile ona, ile heshima angekuwa nayo kama angeweza kuashika nation ya Waisraeli, awarudishe huko. Hebu angalia vile dunia yote ilikuwa inamtazama, awarudishe. Mungu akatengeneza njia, watu wako wapite pole pole, adui mfuate. Ni nini ambacho Mungu hawezi kukutendea? Okay, niulize jambo lingine. Ni jambo lipi lizito kwa Mungu? Biblia tumeanza na kusema ya kwamba jambo lolote linawezekana ukiwa na nini? Na imani. Hapa imani ndogo kama a mustard seed. Praise be to God. Hallelujah. Huwa ninafikiria hivyo. Sikizeni wapendwa, wakati wana wa Waisraeli walifuka wakajionea huo muujiza ambao huwezi elezeka. Wakati walisafiri katika jangwa, kuna pahali walifika wakakosa maji na wakakosa chakula, wakaanza kulalamika. Inamaanisha kwamba hata kama ule muujiza tu wa kwanza walipata, ungeweza kudevelop their faith. Hata kama wangefika pahali maji yakose, wangeweza tu kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kile kitu ambacho kidogo wameona cha Mwenyezi Mungu. Neema. Kuna kitu
kitu Mungu anaweza kukutendea na Mungu ashakutetea. Kama Mwenyezi Mungu amekuletea salvation through faith in Christ Jesus. Huo ugonjwa na hayo mashida na hayo mateso na hizo milima ziko mbele zako ndizo kubwa. Kama Mwenyezi Mungu ametengeneza njia yenye watu wanasafiri usiku mzima, wanatokea huko, wakivuka wakute pale hakuna maji. Imagine wakaanza kusema ya kwamba ulituleta hapa kutufanya nini? Bwana asifiwe. Kwa hivyo imani ya wana wa Israeli ilikuwa hakika ni imani mbaya. Yaani faith ambayo imevamiwa na uoga. Mwenyezi Mungu anaweza kukupeleka katika jangwa lenye halina chochote. Halina maji, halina pesa, halina familia, halina mume, halina mke, halina watoto. Kwa sababu gani? Ili bado uendelee kumshangilia na kumwabudu kwa sababu ya kile kitu amekupitishia ndani yake. Watu wengi wanapofika hapo, faith zao ama imani yao inakuwa under attack. Ni watu wangapi ndani yetu wako na uoga kwa sababu ya mambo mengi? Unaangalia milima ambayo iko mbele yako, unaangalia jitu. Unajua jitu, giant, huwa zina sauti ya kuguruma. Ikiguruma hivyo kwa sababu iko na pesa, ukijiangalia venye uko mdhaifu, your faith inakuwa weak, unakuwa na weak faith. Na bila kuwa na strong faith, kuna mambo hayawezi tendeka. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati watu wanafika kama hapa kwa Petro, wanaondoa macho yao kwa neno. Sikizeni wapendwa, ili imani yako ifanye kazi, ni lazima uwe una neno ambalo umeshikilia, neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu ndilo linashikana na imani. Tazameni hapa. Yesu Kristo, vitu vyote viliumbwa kwa sababu yake na yeye mwenyewe. Yeye ndiye neno. Wakati Petro aliondoa macho yake kwa neno na akaangaliza macho yake kwa uoga, akaanza kusinki. Kwa hivyo bila kuwa na neno, without the word of God in your spirit, imani, hakuna imani, kwa sababu neno la Mwenyezi Mungu ndilo liko na nguvu na uwezo wa mambo yote. Hallelujah. In the book of Luke chapter 21 verse 26, ninafanya introduction ya faith kwa sababu tutasoma hili somo kwa mwezi mmoja ama miezi miwili ili tuweze kuwa na msingi. Luke chapter 21 verse 26. Wakati wowote unaishi katika hali ya kuvunjika moyo na uoga, faith nditwaranaga na fear. Hallelujah. Imani, adui wa kwanza wa imani ni uoga na hofu. Mungu anakuambia kwamba, neno la Mwenyezi Mungu linakuambia kwamba, sikizeni wapendwa, na msiogope kwa sababu ya jambo lolote lile. Lakini hata kama ninaomba, ninakaa pahali, ninaanza kufikiria na ninaanza kuwa na hofu. Haleluya. Waisraeli walikuwa na hofu, wakiangalia adui zao pale, lakini Mwenyezi Mungu anawaambia Waisraeli waende. Unakuwa uko na jambo lizito ambalo unapitia, lakini unakaa kama mtu ambaye sio mgonjwa. Unaongea kama sio mtu mwenye ako na ugonjwa.
kwako kuko na shida, lakini kuongea kwako bado unaendelea mbele. Moses aliambia watu stand still and you see the salvation of God. Na Mwenyezi Mungu akamwambia hapana, pia watu waende. Mkristo sio unapoenda ukigongwa na mawe unasimama na unaambia huo mguu twende. Ukomereria ruo. Thiko igeni itatu ruo rugathira kiareka kia komera okoro ni gikunĩkĩte. Haleluya. Amen. Faith. Biblia inasema namna gani? Luke chapter 21. Biblia inasema watu wakivunjika moyo kwa hofu. Watu wakivunjika moyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu. Wow. Na kwa kuyatazamia mambo yatakayotokea ulimwengu, kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Just imagine. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu na kwa kutazamia mambo yatakayopata ulimwengu. Sikizeni. Faith ni delta wira. Ukiacha kutarora mũrimũ ũragaga mũndũ. Ukianza kuhesabu vile mtu anafero. Ukianza kuhesabu vile mambo huwa yanakosa kufikia, imani haifanyi kazi. Imani ni title deed. Watu wakishafujika moyo kwa sababu ya kuanza na kufikiria yale mambo yatakayokuja. Dige turano ile tawe wiki brother. Hata ile moto kama shidana nake. Kanyanga kama mwili wako hauwezi pata ugonjwa. Kama umeenda na umewapiwa ya kwamba huo mkono ni lazima ukatwe. Ama unasikia kuna growth hiyo inabea hapo, unaiambia in the name of Jesus die. Ukaingia hapo hapo. Okera growth hiyo, I command you to die. Kwa hiyo ndio horerete hapo. Athamuni mutamutu murakaru. Ya. Bwana asifiwe. Amen. Endelea hivyo kwa mwezi mzima. Hata kama unakunywa hizo dawa, wacha nikwambie, imani ni kitu ambacho kinadhihirisha yale mambo ambayo hayako ya baba yako. Ndio hakuna uponyaji, but you have faith. Faith ndio kile kitu ambacho kinakwambia hata kama mwezi huu utaisha nikiwa mgonjwa, bado uponyaji uko. Uponyaji ni lazima utakuja. Hiyo ndio faith. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba kuna mambo mengi huwa yanaweka mtu hofu. Hebu tupatie na hivi. Kuna watu ambao kuna mambo mengi ambao ni ya kuweka Wakristo hofu. Unakuta pahali unawapiwa ya kwamba na dokitoria hapo hawezi pita, ili uwe na hofu. Unakuta ya kwamba kuna pahali unafika unaambiwa na watu ya kwamba wewe hauwezi barikiwa na mtoto. Madaktari wanakuambia wewe hauwezi barikiwa. Nisikizeni, imani ni chombo ambacho huwa kinatengeneza na kuumba mambo kupitia nguvu za kiungu. Haleluya. Watu wataanguka kwa mshtuko. Hivyo ndivyo imani inakuwa under attack. Bwana asifiwe. They eventually begin to sink when they should actually be walking on the water. Yani unakuta hadoha ogere igoro ya mirimo wakakora raja kusinki wapuruvo ina kasa, lakini kwa sababu ya kukosa imani, kwa sababu your faith imepamiwa, unakuta
Sasa unaanza kuzama, unaanza kuteremka, badala upitie juu ya magonjwa, upitie juu ya shida, upitie juu ya makali, ukaja usingi. Sio kusema ya kwamba mawimbi hayatakuja, sio kusema ya kwamba maradhi hayatakuja, sio kusema ya kwamba vita hazitakuja, sio kusema ya kwamba washindani hawatakuja. Lakini ukianguka, ukifaint kwa sababu ya uoga, already wako lile moyo wa hutani na faith wacha kusingi. Onakoro wina hiyo ngo na ate. Imani huwa inaongea moyo. Ndio madaktari wanakupatia siku, lakini imani inaongea namna gani? The life of God is working in me. You are the one to effect changes. You are the one to effect changes in your life. I have the life of God in me. Na hiyo moyo tulita kutura. Amen. Yeah. I'm the life carrier in the name of Jesus. Na hiyo moyo ile para kugoro kwa nini atako kireko. Faith. Bwana asifiwe. Ni kwa nini Wakristo wengi wanaishi kulia? Nimefunga, nimeomba, nimetoa sadaka. Unakuta tunaweka kikapu hapa, tunawaambia watu tukiwa wachungaji na makanisa, mnatuona vinyo tuko wengi, leteni pepo mbarikiwe, unaleta pepo. Karibu ulete mpaka zenye ziko nyumbani na zenye zimepanda. Na bado ukienda nyumbani unaenda kulia. Unaenda una fast siku 3. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu imani ndio inadhihirisha kile ambacho unaomba, kile ambacho unataka. Imani ndio dhihirisha kwamba kile unataka kiko. Faith. Bwana asifiwe. Kwa hivyo imani yako siku ya leo tunapoanza mwaka, hatujaanza, sitaki kuingia katika ujumbe wenyewe, nataka niachie hapo. Kwa sababu tukianza kuangalia imani ni nini, imani inafanya kazi namna gani, ni vipi unaweza kuwa na weak faith na strong faith, tutaenda mbali. Lakini nataka tujue ya kwamba Wakristo huwa wanalia kwa sababu ya shida. Unaweza kuta unafanya mambo yote yale Mwenyezi Mungu anataka, lakini bado shida iko. Kwa sababu ya nini? Your faith is weak. Uko na uoga ndani yako. Bwana asifiwe. Hebu tazameni hili neno in the book of Proverbs. Nimalize na hiyo Proverbs chapter 24 verse 10. Proverbs 4 chapter 24 verse 10. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho watu wengi imani yao itaisha. Unakuta kuna mambo mengi ya kufanya imani ya wetiki wako ugakora oragerio hindi ciothe no turamenya. Haleluya. Hebu sikizeni hili kabla tusome. Wana wa Israeli wangetoa imani wapi? Walipoenda wakakuta hakuna kitu cha kukula, hakuna maji, lakini pale Mwenyezi Mungu alitengeneza njia. Magire gwekata faith ndio ya masasi ndile. Faith ndio ya moto gekeno. The joy of the Lord in our lives. Faith ndio ya produce that joy. Nima gotire na thayo. No ndina gekeno to gumorizo itwatwira kenaga ingo ciothe. No ikira hone gekeno ki faith. But not weak faith. Strong faith. Ya kwamba kama niko hivi, tupatie Kiswahili. Kama niko hivi, kama nimepitia kule, na neno la Mwenyezi Mungu linasema, kwa sababu neno lolote la shida yote liko katika Biblia. Biblia iko hata in the book of Proverbs 24 verse 10 it says,
Nasema ukizimia siku ya taabu. Ukizimia, unakuta watu wengi siku ya taabu, faith sio raha find ya faith. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Your faith is weak. Kapa ya rama. Yeah. Magonjwa kwa sababu yako na unakibishwa hospitali, unakuta ya kwamba ile hofu uko nayo kwa sababu hakuna mtu anakuambia you look nice, kwa sababu hakuna mtu anakuambia anakupenda, kwa sababu mtoto umemtuma shule amerudi, unakuwa weak mpaka kwa siku 3 unasema ni tusimu tu unapigia watu na mnikupuke pastor mnikupuke, ni vizuri kukupukwa, lakini ukifaint wakati uko katika shida, your faith na your faith ikiwa weak, unaanza nikiolera kahede ciothe. Unakuta Wakristo kwa kanisa, ninawaangalia katika service ya leo, kuma mbele nyothe niko kwa kanisa kama watu wanalia, hakuna furaha. Furaha ilienda wapi? Yani faith utare pia utare muthuri, utare mutumia, utare ke faith ekoigaga we mundu mukenu na mundu mwega. Ginya we muheju koneka tare mutungu. Faith. Bwana asifiwe. Yeah. Kuna pahali unaweza ingia hivi ukiwa na faith, unakuta watu wameanza kukuogopa na tikiro inakio ni acceptance ile ile wako, kwa sababu ukianza ku develop faith waje kwa kitu kitagwa acceptance, kibali. Hallelujah. Yeah. Power. Ukizimia siku ya taabu, na diga na mali kikete goko, mtu anakaa hapa anakumbuka, oi na kesho ni Monday na alifukuzwa Wednesday. Mpaka ukiwa kwa kanisa Biblia unashika na ndiposa watu wengi unaona watu wengi hata imeanguka chini. Your faith is weak. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Amen. Tumpige Bwana Yesu makofi. It let us know that it is wrong, ni vibaya for our faith to fail or buckle under the pressure of adversity. It's wrong wakati faith yetu ina fail. Haya, it's wrong. Unajua kuna watu wengi hawajui mambo mabaya. Ni vibaya wakati imani yako inaanguka kwa sababu kumetokea jambo fulani. Ndio watu wamelazwa hospitali pale, lakini you are still praising God. You are still enjoying the presence of God in your life.